Revelation chapter 22. Ufunuo wa Yohana sura 22. Before we begin reading, kabla tuanze kusoma, I'd like us to pray. vyema tuombe. Father, let the entrance of your word give us wisdom and understanding. Wacha Mungu acha neno lako likiingia ndani yetu lipate And as we share your word today, Lord, tunaposhiriki neno lako leo Bwana, speak to our innermost being. ukanene katika undani wetu. I pray you use us, those standing in the pulpit here, as just your instrument. Naomba ya kwamba ukatutumie sisi ambao tunasimama hapa katika madhabahu kama chombo chako. But let it be, it is you speaking to your people. Lakini kawe ni wewe unayenena kwa watu wako. So we yield our voices to you. Kwa hivyo sisi Bwana tuwajinyenyekesha kwako. And I pray, God, naomba ya kwamba ewe Mungu, your people today shall have spiritual hearing. ya kwamba watu wako leo watakuwa na usikivu wa kiroho. And in the name of Jesus Christ, na katika jina la Yesu Kristo, we bind every power of darkness, tunafunga kila nguvu ya giza, every spirit of unbelief, kila roho ya kutoamini, every spirit of darkness, kila roho ya giza, and that spirit that prides itself against your word, na kila roho ambayo inajiinua kinyume na neno lako, rebuke it in Jesus' name. tunaikemea katika We jina la command Kristo. obedience to the living word. Tunaamrisha utiifu kwa neno linaloishi. Have your way, Uwe na njia yako Lord, have your way, Bwana, kuwa na njia yako in Jesus' name. katika jina la Yesu. Thank you, Lord. Asante Bwana. The Bible is a very interesting book, Biblia ni kitabu ambacho ni cha kupendeza, very realistic about life. ambalo lina ufasaha wa maisha. That's why it begins with Genesis, Iposa inaanza na kitabu cha Mwanzo, the beginnings, Mwanzo, and explain how mankind came into being, how the world came into being. inaelezea jinsi ambavyo mwanadamu alianzia na pia ulimwengu. Then it ends with the future, Na pia inamalizia katika siku za usoni. where we are going, Pale ambapo tunaenda, where we will be. pale ambapo tutakuwa. And God in this book, Na Mungu katika hii kitabu, He calls Himself the Alpha and the Omega. yeye anajiita Alfa na Omega. The one who was in the beginning, Yule ambaye alikuwa tangia the one who mwanzo, will be in the end. na yule ambaye atakuwa katika mwisho. And He says, I'm the first and the last. Yeye anasema ya kwamba mimi ndio mwanzo na mwisho. He is the final authority. Yeye ndiye mamlaka ya mwisho. Well, theologians tell us that He is omnipresent. Yule anaziojia anatuambia kwamba yeye yuko wakati wowote. He is there all the time. Yeye yuko kila wakati. All the praises. Kila mahali kote yuko. And David says, Daudi akasema, where can I go from the presence of the Lord? ni wapi ambapo nitakapoenda kutoka na uwepo wa Mungu? And he says, if He goes the highest heaven, He is there. Anasema ya kwamba akaenda mbingu za juu, yeye yuko If He pale. makes His bed in hell, even there, the Lord will see Him. Akitandika kitanda yake katika jehanamu, pia Mungu yuko pale. As far east as you can go, God is still there. Mashariki ambavyo unavyoweza kuendelea, Mungu yuko pale. Whether in space, Hata kama ni katika anga za or in juu, our atmosphere, hata katika anga ambazo there is tuko ndani no zake. place you can escape the presence of God. Hakuna mahali popote ambapo unaweza epuka uwepo wa When He Mungu. says, I am Alpha and Omega, Wakati yeye anasema ya kwamba ni Alfa na Omega, it means He is everything. anasema ya kwamba yeye ni kila kitu. Praise the name of the Lord. Bwana apewe The sifa. book of Jonah, we realize Katika kitabu cha Yona a unagundua man called Jonah, mtu ambaye anaitwa wanted to Yona run away from God's presence. alitokea kutoka uwepo wa Mungu, And he thought he will leave Israel. na yeye akadhania ataondoka Israeli, He'll be free from the God of Israel. yeye atakuwa kando na Mungu wa So Israeli. he got into Phoenician territory. Kwa hivyo yeye akaingia katika nchi ya He Phoenicia, got into a ship in the Mediterranean. akaingia merikebu katika bahari ya And sailed Mediterania, away towards Spain. na yeye akaanza safari kwenda Uhispania. But in the way, Lakini katika mwendo he found God in the sea. yeye akampata Mungu katika bahari. The waves raged so much Mawimbi ikapiga zaidi because kwa sababu of him. yake. And finally Jonah thought, Mwisho Yona akafikiria, I would rather die but
have not gone to Nineveh, how God is telling me to go. Ni vyema nive ila nisiende Nineve ambapo Mungu So he ananiambia told the niende. people, I know I'm the cause of this trouble. Kwa hivyo akawaambia watu, mimi ndiyo chanzo ya hii shida. And if you threw me into the ocean, Na ninyi mkinitupa baharini, that will be the end of your trouble. hiyo itakuwa mwisho wa shida And yenu. the sailors, Na wale ambao walikuwa mapaza bahari, wale ambao walikuwa katika ile merikebu, they prayed to God and said, please God forgive us for this. wakaomba Mungu, akasema tusamehe kwa haya, But there's nothing else you can do. lakini hakuna lingine lolote We have to throw tunalotenda. this guy into the ocean and die. Huyo mtu lazima tumtume baharini afe. And Jonah thought if he gets in the ocean, it's the end. Yona akadhania akiingia baharini ndio mwisho wake. Only to discover Yeye akatambua God controls even the bottoms of the ocean. Mungu yuko ndani ya kilindi ya And the bahari. Bible tells us Biblia inatuambia God commanded a great fish. Mungu akaamrisha samaki So mkubwa. when Jonah was being thrown, Wakati Yona alikuwa anatupwa, the fish under the command of God was waiting for Jonah. yule samaki akiwa katika amri ya When he Mungu landed in the water, alikuwa anamngojea Yona alipofika the pale. sheep opened his mouth and swallowed him. Yule samaki akapanua mdomo wake kumeza, na kwa siku He tatu found himself in the belly of that beast. akajikuta katika tumbo ya ule samaki. And the way he got to just die, Na wakati yule alikuwa anadhania he atakufa, found even in the bottom of the ocean, God was preserving him. alidhania hata akiwa pale chini ya kilindi cha bahari He Mungu alikuwa could not anamhifadhi. escape Hangetoweka from God. kutoka And kwa I'll tell Mungu. you something. Wacha nikwambie People jambo. who think they can do with God without God are very, very foolish. Watu ambao wanadhania kwamba wanaweza ishi bila Mungu, wao ni wapumbavu zaidi. And there is nowhere you can go that God is not seeing Na you. hakuna mahali ambapo unaweza enda ambapo Mungu There are hakuoni. people who close themselves in a room. Kuna watu ambao wanajifungia katika chumba, And if because nobody sees me, I can do what I want. na kwa sababu hakuna yeyote anaoona, wanadhania wanaweza fanya So lolote. they engage in sin. Kwa hivyo wao wanajiingiza katika uovu Nobody dhambi, is seeing. kwa maana hakuna yeyote And I'm anaoona. sure even some people who come to church, Najua hata wengine watakuja kanisani, they engage in sin. wao wanaingia katika Some of dhambi, them in adultery and fornication. wengine wanaingia katika usinzi, But the pastor cannot see you. kwa sababu mchungaji hawezi And you akakuona. think you are okay. Wewe unadhania kwamba You uko can come to sawa. church and worship just like the rest of it. Kwa hivyo wewe unakuja na kuabudu kama bali yetu. Nobody knows. Hakuna yeyote Well, anayejua. I'm sorry for you because God knows. Lakini samahani kwako, maana God Mungu saw anajua. you. Mungu amekuona wewe. When you are in your place of work, Wakati wewe uko mahali pako pa kazi, whatever you are doing or saying, chochote ambacho unatenda ama kusema, God is there and He is seeing. Mungu yuko pale He yuaona. knows how you treat your wife. Anajua jinsi He ambavyo knows how you treat your husband. anajua jinsi If you are ambavyo faithful, He knows you are faithful. kama wewe ni mtu ambaye hauna haki yeye. If you are one of those people who are cruel, He knows you are Kama wewe cruel. ni mtu mkweli, wewe Mungu You anajua cannot hide from God. hawezi jiepusha na uwepo wa Mungu. Even what you do in the secret of your heart, Hata kile ambacho unafanya katika siri ya moyoni, even the thoughts you have against people, hata yale mawazo ambayo uko nayo God na watu, sees. Mungu anaona. Praise the name of the Lord. Bwana pewe sifa. You cannot escape the living God. Wewe hauwezi epuka Mungu aishi. And I'll tell even those who worship the devil, Wacha niwaambie hata wale ambao you cannot escape the living God. hauwezi epuka He is Mungu the one aishi. in charge. Yeye ndiye The devil is but a creature. Yeye And shetani the devil ndiye is tu. also under the command of the living Na pia God. yeye shetani yako chini ya mamlaka ya Mungu aishi. Hallelujah. Haleluya. God is calling the shots. Mungu yeye ndiye anatawala. God is the one who says what will happen Mungu ndiye anasema kile ambacho kitatukia both today and in the future. leo na hata katika siku The zijazo. Bible tells us Biblia that inatuambia when Satan wants to do something, ya kwamba wakati shetani he anataka kufanya needs kitu, permission from God. anahitaji ruhusa kutoka If you kwa read Mungu. Job chapter 1, you know Ukisoma Ayubu 1 utajua Satan also called to appear before the God. hata yeye shetani akajitokezea mbele za And Mungu, regularly, na mara nyingi he doesn't have the freedom to do whatever he wants. akitaka kutenda chochote atakacho, And whatever he did today, na hata kile ambacho
moment. Amepatiwa muda tu, Because a day is coming maanake muda when the wacha. Bible tells us Wakati Biblia yasema God will send an angel, ya kwamba Mungu atatuma malaika, one angel, malaika and he mmoja, is going to take Satan na yeye atamchukua and shetani bind him na amfunge with chains, na mnyororo put him in a bottomless pit na muweke katika shimo ambalo halina mwisho na amfungie pale 1,000 years. kwa miaka 1000. Then after that, Baada ya hapo, when 1,000 years are over, baada ya miaka God will again give him permission for a short time. Mungu atampatia muda kwa And so he will be released. kwa hivyo I'll ataachiliwa. tell you the truth. Wacha nikuambie ukweli, God is in charge of the programs, Mungu ameshikilia mipangilio both now and eternity. sasa na hata wakati wa God umilele. is in charge of a season. Mungu ameshikilia mihula. And I'll tell you something. Na wacha nikuambie That jambo if you trust in the devil, ya kwamba kama wewe tumeinia you are the shetani, most deceived person in the world. wewe ni mtu ambaye amedanganyika katika ulimwengu. Because Maanake you are trusting in a creature wewe unatumainia that will be kiumbe destroyed in a hell. ambacho kitaangamizwa jehanamu. Hallelujah. Haleluya. You know, if the devil was in charge, would he go to the fire? Kama yeye shetani alikuwa mamlakani, yeye angeingia motoni. But apende asipende. Did you know why the devil tries to recruit people? Najua kwa nini shetani anajaribu. He knows God has made a decree. Anajua ya kwamba Mungu He knows that ametoa. decree cannot be changed by anything else. Anajua ya kwamba hiyo amri He haiwezi knows he cannot kubadilishwa. escape the sentence. Anajua ya kwamba hukumu haiwezi kuiepuka. But he says, I don't want to be alone. Lakini anasema ya kwamba sitakuwa peke yangu. So he's recruiting men. Kwa hivyo yeye anawasajili That's what the Bible wanadamu. tells us. Na hivyo ndivyo Biblia inatuambia. Hell was made for the devil and his angels. Jehanamu ilitengenezwa kwa There is shetani. not a single human being that should go to hell. Hakuna mwanadamu yeyote inampasa ingie You jehanamu. will go to hell because you have refused God's pardon. Wewe utaingia jehanamu kwa sababu umekataa msamaha wa Jesus Mungu. was brought into the world. Yesu akaletwa He ulimwenguni. came and died for our sins Akaja akafa kwa dhambi so that zetu. all our sins can be forgiven. Ipoza dhambi zetu So zikapata we don't kusamehewa. have to go to hell. Kwa hivyo haikupasi uingie jehanamu. No human being has to go to hell. Hakuna mwanadamu yeyote inampasa You ingie only go to jehanamu. hell because you refuse to cooperate to the living God. Wewe utaingia jehanamu kwa sababu ulimkataa Mungu aishi. But I'm saying this. Lakini nasema haya. God is in control in every situation. Mungu wako mamlakani katika kila hali. Even in those places Hata katika hizo maeneo where you think you have shut God out, ambapo unadhania kwamba umemfungia Mungu He is nje. still in charge. Angali yako ushukani. Praise the name of the Lord. Bwana apewe The sifa. Bible tells us Biblia yatuambia when Jesus died wakati Yesu and he alipokufa was buried, na akawa he amezikwa, not only remained in the grave, hakukaa katika kaburi, but he descended to hell. lakini aliteremka So jehanamu. even in hell is his dominion. Hata jehanamu ni mamlaka yake. He has authority even in hell. Ako na mamlaka hata katika And when he jehanamu. rose from the dead, he said, Na wakati alibubuka and kutoka he that kifo, was dead na yule ambaye alikuwa and is amekufa, alive forevermore, na yeye ataishi milele na and has the milele, keys of hell and na death. ana funguo za kifo na za mauti. And sometimes as a poor devil, Na wakati mwingine shetani masikini, even the keys to his dominion, hata funguo za ufalme even the wake, keys of hell, he doesn't have it. hata funguo za jehanamu hana. Jesus has the keys. Yesu ana funguo, Even when the devil calls his headquarters. hata pale ambao ni makao makuu ya shetani. Oh, poor devil. Masikini shetani, And those who follow the devil, poor. wale ambao wanamfuata shetani Oh, masikini. miserable people. Wewe nini ambao mnamfuata shetani, ole wenu. I pity them. Mimi nawaonea huruma, Because maanake they're deceived here. wao wanadanganyika katika ulimwengu huu, And na pia they will suffer forever. wataumia umilele. Well, Sawa. Revelation 22. Ufunuo wa Yohana 22. But you need to look at this because these are the last days.
Aka tuangazie haya kwa sababu tu katika siku za mwisho. And those of you who are last Sunday, you know I also talked about the last days. Wale ambao mlikuwa hapa Jumapili iliyopita mnajua ya kwamba tulinena siku za mwisho. And if God is prompting me to talk about the last things of the last days, Kama Mungu ananihimiza ninene siku za mwisho, who knows? nani ajuaye? The world may be about to be folded. Labda ulimwengu karibu kukunjwa. God is preparing the saints for his coming. Mungu anawatayarisha wateule wake kwa kuja kwake. Well, the Bible tells us in chapter 22, Yeye atuambia katika sura 22, John said, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. In the middle of his street, and on the other side of the river, either side of the river, was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of a tree are for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. They shall see his face, and his name shall be on their foreheads. There shall be no night there. They need no lamp, nor light of the sun. For the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever. Then he said to me, these words are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets sent his angel to show his servants the things which must shortly take place. Behold, I'm coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Now I, John, saw and heard these things. And when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Then he said to me, see that you do not do that, for I am your fellow servant, and of your brethren, the prophets, and of those who keep the words of this book. Worship God. And he said to me, do not see the words of this prophecy, of this book, for the time is at hand. He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. I'm the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to eat to the tree of life, and may enter through the gates into the city. But outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I'm the root of the offspring of David, the bright and morning star. And the spirit of the bride say, come. And let him who hears say, come. And let him who is thirsty come. Whoever desires, let him take the water of life freely. For I testify to everyone who hears the words of the prophets of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. He who testifies to these things says, surely I come quickly. Even so, come Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Amen.
Well, the Bible tells us that John, Inasema ya kwamba Yohana in this chapter, he says he saw katika hii sura yasema ya kwamba aliona the throne of God. kiti cha enzi cha Mungu. And from the throne of God, Kutoka kile kiti cha he enzi cha saw a Mungu river akaona mto flowing from the throne. ambao ulikuwa unatiririka kutoka katika In other words, the throne of God was the source of the river of life. kiti cha enzi cha Mungu ndio kilikuwa chanzo cha mto wa uzima. Where else we look at the source of life? Ambaye alikuwa anatazamia ndio kilikuwa chanzo. So his throne is the source of the river of life. Kwa hivyo kiti chake cha enzi ndio chanzo cha mti cha uzima. And the river runs down the street. Na ule mto ulikuwa unateremka katika njia ya mapito. And the Bible says, Biblia yasema on either side of the river, na katika kila upande wa ule mto there are trees growing. kuna mti ambao inakuwa, Even the tree of life, hata mti wa uzima which brings fruit every month. ambayo inaleta mazao katika kila mwezi. Think I like that kind of a tree. Natamani mti kama huo. How many of your trees bear fruit every month? Ni miti gani ambayo mmepanda ambayo inatoa matunda kila mwezi? Bwana sifiwe. Amen. Every month it is fruiting. Kila mwezi unazalisha mazao, matunda. From Ezekiel 42:1, it's a different kind of fruit every month. Toka Ezekieli 48 inatuambia kwamba kila aina tofauti ya tunda. So month 1 you can have apples. Kwa hivyo Januari inaweza kuwa na matunda ya Month 2 you can have peaches. mwezi wa pili unakuwa na Month 4 3 you can have prunes. mwezi wa tatu pia tofauti. The 5th one you can have mangoes, Wa nne na watano pia tofauti, na inakuwa na maembe, etc. etc. na hivyo hivyo. It's a wonderful tree. Hiyo ni mti ambayo ya ajabu. There is no shortage of wonders with God. Hakuna upungufu wa maajabu na Mungu. But besides seeing that tree of life, Lakini kando na kuona huo mti wa uzima, he says, yeye wasema he also saw something else. pia akaona kitu tofauti. No more cars. Hakukuwa na na magari tena. No more mahali. Hakukuwa na laana, hata magari hakuna. Cars and cars. The pronunciation must be very close. No cars. Hakuna laana. Bwana sifiwe. Amen. Did you know that curses are the roots of many of the problems we face today? Najua laana ndio chanzo cha mambo mengi ambayo tunapitia siku ya leo. Did you know many accidents that take place? Najua ya kwamba ajali nyingi ambazo zinatukia They result from the work of agents of Satan natokea na kazi za wale ambao ni wafuasi who pronounce curses on certain areas. ambao wanatoa laana katika sehemu mbalimbali. And a lot of sickness also come from curses. Na pia maradhi mengi inatokana na laana. Anyhow, no more cars. Kwa vyovyote hakuna laana A tena. time is coming when there will be no more cars. Wakati waja ambapo hakutakuwa na laana tena. God's people, Mungu this is a good message. hizi ndio mambo ambayo One day, ya kwamba siku moja a time is coming wakati waja when there will be no more cars. ambapo hakutakuwa na laana tena. No more sickness. Hakutakuwa na maradhi tena. No more weakness. Hakutakuwa na hali ya udhaifu No more tena. problems. Hakutakuwa na shida tena. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. And the Bible tells us, Na Biblia yatuambia because the Lamb, yeye mwana kondoo, because the throne of God and of the Lamb shall be in it. maanake kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa pale. And we, his servants, shall serve him. Na sisi ambao ni watumishi wake tutamtumikia. There we shall see his face. Pale tutauona uso wake. And his name shall be on our foreheads. Na jina lake litakuwa katika uso wetu. Are you looking forward to that time, brethren? Wewe unatazamia wakati ule wapendwa. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready for that time? Wewe unaangalia wakati Are you ule. a proper candidate to have the name of the Lord written on your forehead? Wewe ni mtahiniwa ambaye amefikia wakati ule utawekwa jina la Mungu. And verse 5 says there shall be no night there. Na hakutakuwa na usiku pale. Palm lighting would have to make a living out of us.
Hii kampuni ya umeme hawatachukua pesa na gharama kutoka kwetu. Imagine why you have light during the day and during the night but you pay nobody. Wewe tazamia ambapo una umeme mchana na usiku na hakuna mtu ambaye unamlipa. No night there. Hakuna usiku pa. They need no lamp. Hakuna haja ya taa. No the light of the sun. Hata hakuna haja ya taa ya jua. The Lord God. Yeye Mungu mwenyewe. He is the light. Yeye ndiye mwanga, yeye ndiye nuru. As light. Yeye ndiye atatolea nuru. And we shall reign forever and ever. Tunaambiwa kwamba tutadumu milele na milele. I have good news for people who are suffering here. Ina habari njema kwa watu ambao wanaugua hapa. Time is coming. Ya kwamba wakati wacha. When you suffer no more. Wakati wewe hutakuwa na mateso tena. A time is coming. Wakati wacha. When there won't be any enemies around you. Ambapo hakutakuwa na maadui yamekuzunguka. Time is coming. Wakati wacha. When there will be nobody to accuse you. Ambapo hakutakuwa na mtu wa kukutetea. Wakati wacha. When malicious people will not be near you. Wakati watu wa kukutumia na maneno hawatakuwa pale. Because the Bible tells us. Maana Biblia yasema. It's telling us what will happen there. Inatuambia kile ambacho kitatukia pale. We are also told. Pia tunaambiwa. There are things that won't be there. Kuna mambo ambayo haitakuwa pale. The ungodly won't be there. Wale ambao sio wacha Mungu hawatakuwa there. Wale wenye uovu hawatakuwa there. Wale ambao wanafanya maovu won't be there. Wale ambao wanadanganyifu na wezi hawatakuwa pale. One time I was teaching my children. Wakati mmoja nikawa nawafunza watoto wangu. Very small. Wakati walikuwa wadogo. And I gave them a parable. Na nikawapatia mithali. The parable was. Na mithali ilikuwa about a village. Kuhusu kijiji kimoja. Where there is so much peace. Ambapo kuna amani nyingi. The people all love one another. Watu wote wanapendana. They all kite to each other. Wao wote ni wakarimu kwa kila mmoja. And the people are so good. Na watu ni wema zaidi. That there are no thieves. Ya kwamba hakuna wezi. In that village. Katika hiyo kijiji. The doors have no locks. Milango haina kufuli. Because nobody ever steals. Maanake hakuna yeyote yuaiba. But you can live without a door. Unaweza ishi bila mlango. Because there are no malicious people. Maanake hakuna watu hakuna watu wenye wizi. People are all kind to one another. Watu wote ni wakarimu mmoja kwa mwingine. There are no thieves. Hakuna wezi. And there are no criminals. Na pia hakuna wale ambao therefore there are no policemen. Kwa hivyo hakuna askari. And there are no courts. Na pia hakuna no judges. Hakuna hakimu. No prisons. Hakuna jela. And my children are wise. Watoto wangu walikuwa werevu. Because I asked them, do you know that village? Wakati niwauliza mnajua hiyo kijiji ni nani? It must be heaven. Wakaniambia hiyo ni lazima iwe mbinguni. Hallelujah. Amina. I'm going to that village one day. Mimi naenda katika hiyo kijiji siku moja. I'm talking about that village. Na mimi natazamia juu ya hiyo kijiji. That village. Ukiishi hiyo kijiji. In the Bible it's not called a village, it's called a city. Biblia inasema sio kijiji. You need to go there. Wewe ukienda pale. Oh, I'm sorry for you. Samahani wewe kama hutafika pale. Lakini waumini. My desire. Ni tamanio langu. My honest desire. Ni tamanio langu. And make a passionate plea with all of us. Na mimi nawauliza kwa hali ya kuuliza kwa hali ya kunyenyekea. Let's make sure that none of us shall miss being there. Wacha tuhakikishe ya kwamba hakuna yeyote ambaye atakosa hii mji. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. And the Bible says Biblia inasema that Jesus himself ya kwamba Yesu mwenyewe gave this revelation. Ambaye alitoa huu He said, behold, I'm coming quickly. Akasema tazama naja upesi. Verse 7 is it, I'm coming quickly. Mstari wa 7 wasema naja upesi. And verse 12 he repeats again. Na mstari wa 12 behold, I'm coming quickly. Na tazama naja upesi. My reward is with me. Na ajira yangu iko mkononi mwangu. To everyone according to his work. Kumlipa kila mtu kulingana na kazi yake. In other words, Jesus is saying. Kwa maneno mengine Yesu yasema. I believe more than any other generation. Mimi naamini ya kwamba kuliko kizazi chochote. Coming is too close. Ya kwamba kuja kwake kumekaribia. And he's saying my reward is with me. Anasema ya kwamba ajira yangu iko pamoja nami. We read in Second Corinthians chapter 10. Nasoma katika Wakorintho wa pili
sura yake ya I 10. believe verse 5. Amini mstari wa 5. For we shall all appear Ya kwamba wote tutapatikana before the judgment seat of Christ. mbele ya kiti cha That each of us will Kristo. receive the things done while in the body. Ya kwamba tupokee ujira ya kile tulipanda tukiwa katika mwili. Whether good or bad. Kikiwa chema ama kikiwa kibaya. If in the times of Paul they needed to prepare, we need to prepare even more. Ni kama ni wakati wa Paulo na sasa hivi tunahitajika kujitayarisha hata In zaidi. verse 13 he said, I am the Alpha and the Omega. Na mstari wa 13 asema mimi ni Alfa na Omega. Do not be deceived, there is no other authority. Wewe usidanganyike, hakuna mamlaka ingine There is no yoyote. other power Hakuna nguvu ingine that can challenge yoyote the power of the living God. ambayo inaweza kukumbana na When nguvu Jesus ya says, Mungu. I'm the Alpha and the Omega, Wakati Yesu anasema mimi ni Alfa na the Omega, beginning and the end, mwanzo na mwisho, the first and the last, yule ambaye ni mwanzo he na is saying, mwisho, my people, anasema I wanangu, am the final authority. mimi ndiye mamlaka ambayo ni ya There is mwisho. no other authority. Hakuna mamlaka Jesus ingine is the yoyote. final authority. Yesu ndiye mamlaka The iliyo ya Lamb of mwisho. God, Bwana the kondoo King of Mungu, glory, ewe mpambo wa he is the final utukufu, authority. yeye ndiye mamlaka ya mwisho. Oh, we need to align ourselves Ni vyema tujiambatanishe with this final authority. na hii mamlaka ambayo ni ya mwisho. Hallelujah. Haleluya. What he decrees, Kile ambacho anatangaza it comes to pass. inakuja kutimia. What he decides Kile ambacho yeye is anaamua what will happen. ndio ambacho In kitatendeka. the opposite, Wewe ukikataa all the devils in hell may oppose it. ama wale ambao wako But yes, the decrees of the Lord, amri ya Mungu they must come to pass. lazima zitakuja kutimia. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Remember the book of John and Philip chapter 19. Naamini kitabu cha Yohana When 19 Jesus was crucified, wakati Yesu alisulubishwa, you know the Bible says, akiwa Biblia in the book yasema of Psalms, katika kitabu cha Zaburi, none of his bones shall be hakuna broken. mfupa yote yake ambayo And in itavunjwa. chapter 19 of the book of John, we learn Na kitabu cha Yohana, the Jewish leaders went to Pilate wakati viongozi wa Yahudi walienda kwa Pilato, and they begged that his bones should be broken. wakaomba ya kwamba mifupa yake ivunjwe. The Jews begged his bones should be broken. Wayahudi wakaomba ya kwamba mifupa yake ivunjwe. Pilate granted, Yeye Pilato akatoa yes, amri, his bones should be broken. akasema ni sawa, mifupa yake And so ivunjwe. he sent the soldiers Kwa hivyo wakatuma askari to break the legs of the 3 crucified victims. waende wakafunja mifupa ya wale ambao watatu walikuwa wamesulubishwa. And they came to the first thief. Wakaja kwa mwizi wa kwanza, They broke his legs. wakavuja miguu They yake. came to Jesus. Wakaja kwa And Yesu, yes, he's already dead. wakagundua ya kwamba alikuwa amekufa So they found tayari. there's no need of breaking his legs. Kwa hivyo wakaona hakuna haja So ya they passed the next mifupa one and yake. broke his legs. Wakaenda kwa mwizi wa pili wakavuja miguu yake. He was in the center. Yeye alikuwa pale They katikati broke the Yesu. legs of the first one. Wakavuja mifupa ya Jumped him kwanza, and broke the legs of the other one. wakavuja miguu ya wa Even pili. though Hata the kama Jews had begged Wayahudi walikuwa that wameona his bones ruhusa should be broken. ya kwamba mifupa yake ivunjwe, And Pilate had granted na it. yeye Pilato alikuwa amekubalia, But God, because of his sovereign rule, had blocked it. lakini yeye Mungu kwa sababu ya amri So yake it kuu could not happen. alikuwa ameikatalia He haingefanyika. is the final authority. Yeye ndiye amri ya mwisho. You know Yeye that anajua when Jesus died, ya kwamba wakati Yesu he had atakufa said alikuwa that amesema I'll be betrayed ya kwamba yeye atasalitiwa and I'll be killed. na yeye atauawa, But after I'm buried, lakini wakati amezikwa, in 3 days I'll rise again. katika siku 3 nitainuka And tena. the Jews had heard that. Na Wayahudi walikuwa wamesikia So they hayo, went to Pilate. kwa hivyo wakaenda kwa And Pilato this is what has said he rise again at that day. wakasema ya kwamba huyu alisema ataifufuka baada ya siku So, 3, to prevent his disciples from seeing him, ndiposa wao wanafunzi wasimuone and telling tena he rose again, na waseme ya kwamba yeye please have the grave sealed. wacha ile kaburi ikafungwe. So Pilate gave them soldiers. Kwa hivyo yeye Pilato akawapatia They went askari, and sealed the grave. wakaja wakalimunika lile kaburi And they put a seal na wakaweka and then the soldiers to guard 24 hours. wakaweka lile jiwe nzito na They wanted wakaweka to prevent askari. him from rise again. Walikuwa nataka kumzuia asije akavuvuka tena, They couldn't. lakini hawangeweza.
uweza. He is the Alpha and the Omega. Yeye ni Alfa na He is the Omega. final authority. Yeye ndiye mamlaka ya And mwisho. so in spite of their trying to prevent it, Kwa hivyo hata kando na kujaribu kumzuia kuvuka, he rose from the dead. yeye akavuka kutoka There is wafu. nothing you can do Hakuna lolote ambalo unaweza that fanya will not cause purpose. ambayo itatolea mipangilio ya All Mungu the kando. sinners in the world, Wale wenye dhambi katika their ulimwengu, sinning will not prevent Jesus from coming back. kutenda kwao kwa dhambi hakutazuia Yesu kurudi. All the unbelief in the world, Wale ambao hawaamini katika it is ulimwengu not going to change God's word. hawataenda kubadilisha neno la Mungu. God's program will remain on course. Mpangilio wa Mungu ni lazima utatimia. And he will do what he has said he will do. Yeye atafanya kile ambacho amesema atatenda. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. He is the first and the last. Yeye ndiye mwanzo na mwisho. So he says, blessed are those Anasema wabarikiwa ni wale who do his commands. ambao wanatenda amri zake. Oh, blessed are you who do his commands. Barikiwa ni wewe ambaye unatenda amri zake. The opposite of blessing is, Kinyume ya baraka and ni that laana. means cast are you. Kwa hivyo inamaanisha kulaaniwa ni You wewe. live contrary to the will of God for your life. Wewe ukiishi kinyume na mapenzi ya Mungu maishani mwako. I'm not pronouncing a curse. Mimi sitangazi laana. I'm only saying it comes automatically. Mimi nasema ya kwamba inakuja bila hata And all the time believers, na mimi nataka people who come to church, wapenda but they are not shaping up. kanisani hao If habadiliki. you are not shaped up, Kama wewe In the haujaenda past. sawa katika siku ambazo if you are not walking in God in the past, kama wewe haujatembea na Mungu katika if siku you ya are not kando, steered away from sin in the past, wewe haujatoka katika dhambi katika siku as we ya approach kando, the last day, tunapokaribia siku ya as you get mwisho, the coming year, tunapoingia You mwaka better mpya, shape up. wewe tafadhali and unyooke, keep up in the path of righteousness, auingie katika njia ya utakatifu, or you'll be a miserable loser. ama wewe utakuwa mtu wa kupoteza kwa njia ya ajabu. Praise the name of the Lord. Bwana pewe sifa. Because Kwa maana the Lord says, Mungu asema while you have the saints with him in the kingdom, wakati wewe utakuwa na yeye katika pale ufalme, there is an outside. pale nje Are dogs kuna mbwa and sorcerers na wachawi and the sexually immoral na wasinzi and the murderers na wauaji and idolaters na wale wote ambao and whoever loves and practices a lie. wale wote ambao wanapenda na kusema uongo. Do you want to be outside or inside? Wewe unataka kuwa ndani ama nje? I want to be inside the city. Mimi nataka kuwa ndani ya mji. I want to be inside the city. Nataka kuwa ndani ya mji. Hallelujah. Amen. One of the things I've been actually particularly very careful about is the issue of lying. Moja ambacho nimekuwa nikijiangalia sana ni jambo la kusema uongo. Lies are taken lightly as if they are very small sins. Najua uongo watu wanaochukulia kwa njia rahisi kama ni dhambi kidogo tu, haina maana. And I can almost assure you that most Christians have lied at one time or another. Acha nikwambia kwamba mara nyingi Wakristo hudanganya. But here the Bible says, Hapa Biblia yasema, and whoever loves and practices are lies. kila mtu apendaye, Not even, it doesn't say lies, a lie. kila mtu Even a small ambaye one. anayependa uongo na kufanya iwe kubwa ama ndogo. One of the things that during my meditation God was speaking to me, Wakati nilikuwa nitafakari jambo ambalo Mungu alikuwa ananenea, this issue of Jesus talking about the wheat and the tares. hii kitu ambacho Yesu alikuwa anaongea juu ya ngano na magugu. And he said that he planted good seed. Akasema ya kwamba alipanda mbegu njema. And then his disciples went and found, oh, there are tares in the field. Alafu wanafunzi wake wakaenda wakakuta kuna magugu. Who sowed the tares? Uwanja. Ni nani aliyepanda? Lord, we thought you sowed good seed. Bwana, tuangalia kwamba ulipanda mbegu njema. I said, the enemy did it. Akasema ya kwamba adui alifanya. The enemy did it. Adui He alifanya. sowed the bad seed. Alipanda magugu. And then the disciples said, Alafu wanafunzi wakasema, can we uproot them? unaweza kuzing'oa? And the master said, no. Yule mkuu akasema hapana. Let them grow together. Wacha zikue pamoja. Lest when you are uprooting the tares, you also uproot the wheat. Isipokuwa wakati unatoa magugu pia ukaweza toa hata ngano. And so God has allowed Kwa hivyo yeye Mungu ameruhusu
The wicked and the good to grow together. Wale ambao ni watakatifu na wale ambao ni waovu. And even in the so-called Church of Jesus Christ. Hata katika kanisa la Kristo. In a typical church like the River Church. Hata kama kanisa kama hili. We have tares. Tuna magugu. And we have wheat. Na tuna ngano. So are you tares or wheat? Wewe ni magugu ama wewe ni ngano? Which are you? Wewe ni nini? That question should be answered by only you. Hiyo swali ni lazima lijibiwe na wewe peke yako. You have come to learn. Tumekuja kugundua. In the course of the year 2015. Ya kwamba katika mwaka wa 2015. There's some people who have been practicing witchcraft who have been attending this church. Kuna watu ambao wamekuwa katika uchawi na ushirikina na wamekuwa wakija kuhudhuria. I have a mission of a man associated with devil worship who has been come to this church. Kuna mtu ambaye amekuwa katika uabudu wa shetani na amekuwa akija hapa. There are people who are living in morality but coming to this church. Kuna watu ambao wanaishi katika uovu na usinzi na wanakuja hapa katika. But I'll tell you something. Lakini wacha ni a time is coming. Wakati wacha. When the plants will bear fruit. Wakati miti itatoa matunda na Yesu akasema that ya kwamba at that time wakati ule you'll be able to distinguish between the wheat. Utaweza kujua kutofautisha ngano na magugu zina mazao. And he command his servants. Ataamurisha watumishi wake. First uproot the tares. Kwanza ninyi muondoe magugu. And burn them with a quenchable fire. Na ninyi mkachome na moto wa moto. And then bring the wheat into my barn. Alafu mulete ngano katika ghala langu. A time is coming. Wakati waja. God may allow us to grow together. Mungu anaweza turuhusu even worship together. Hata tuabudu pamoja. You who is a devil worshiper, you may be allowed to live among God's people, but only for a season. Wewe ambaye ni muabudu shetani unaweza. You who is living in morality, God will allow you to be part of God's church for a time. Wewe ambaye ni wenye but a time is coming. Unaweza ruhusiwa kuwa na watu wa Mungu, lakini wakati wacha. God will make a separation. Mungu ataleta utofauti. We need to shape up and live up to God's standard. Vyema tukaweza kubadilika na kuishi katika tabia. Nasema hivi wapendwa. We need to take God's word seriously. Vyema tukachukue neno. We need to take our future seriously. Vyema tukachukue hatima yetu. Well, I'm preaching on this is the end of the year. Maana yake tunasema haya mwisho. I'm preaching a message of the end times. Tunahubiri ujumbe wa nyakati za mwisho. The end times are very much with us. Ya kwamba nyakati za mwisho shiko pamoja. We have seen many signs. Tumeona ishara nyingi. And Jesus may be coming any moment. Yesu aje wakati wote. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. And then finally says, I, Jesus, mwishowe anasema mimi Yesu have sent my angel. Nimemtuma malaika wangu. Send his angel to reveal to John. Akasema ndiposa akamfunulia Yohana. To testify to these things in the churches. Kaweza kuyashuhudia haya mambo kwa makanisa. I'm the root and the offspring of David. Mimi ndiye mzizi na mwanzo. The bright and morning star. Yule nyota anayeng'aa asubuhi. And we get the last invitation. Na wewe unapata mwaliko wa mwisho. Verse 17 says, and the spirit and the bride say, come. na roho na bibi harusi. Even in the last days, God is still giving invitation. Hata wakati wa mwisho Mungu anatoa mwaliko. And let him who's here say, come. Wacha asikiaye na aseme njoo. And let him who loves come. Mwenye kiu aje. Whoever desires. Atakaye. Let him take the water of life freely. Atoe maji ya uzima bure. I want to finish by saying, ningetaka kumalizia kwa kusema there is universal opportunity for us. Kuna hali ambayo imetolewa kwa kila mmoja. Whatever your condition, chochote ambacho ndio hali there is opportunity for you. Kuna nafasi kwako. Come. Njoo. There is opportunity for doctors. Come. Kuna nafasi kwa wale there is opportunity for those who have been messed up by witchcraft. Come. Kuna nafasi kwa wale ambao wamechanganyishwa na uchawi. There is opportunity for all. Kuna nafasi kwa wote. It doesn't matter what sin you have committed. Haijalishi wewe you may have been a murderer. There is universal opportunity. Wewe unaweza kuwa muuaji. Kuna nafasi kwa wote. You are Judas. Ama wewe ni Yuda. Who have betrayed the Lord. Ambaye umemsaliti Yesu. You know the people who God saved.
Unajua kuna watu ambao and waliokoka God redeemed them. na Mungu They akawakomboa became part of His company, na pia wakakuwa sehemu but they have left the way. lakini wao And some wameondoka have done some njia. things they know they have betrayed the Lord. Na ni kweli wamefanya mambo ambayo ni ya usaliti kwa Bwana. Even for those, Hata kwa hao the Spirit of the blind say, come. Roho wa Mungu asema njoo. We have a universal opportunity. Tuna nafasi ya kila mmoja. May we give God the glory Wacha tumpatie Bwana for His utukufu compassion, kwa neema for His zake, love, kwa upendo for wake, a universal opportunity kwa nafasi ya He kila has given to mmoja mankind. ambaye ametoa And may we Bwana. commit ourselves, Na wacha may tukajitoe, the saints commit themselves wacha tukajitoe sisi to live and wait for His coming tukaishi na kungojea kuja kwa in reverence and fear, katika hali ya kumcha Mungu, fulfilling that which God wants us to fulfill. kwa kutenda kile ambacho Mungu angetaka And tutende. I dare say, Na wacha mimi this is nikaseme, the year, hii ndio this is the mwaka, time huu ndio we need wakati to open our mouths ambavyo ni vyema and tufungue tell the world na tuambie we ulimwengu belong to Jesus. sisi ni wa Yesu, And tell the world na tuambie ulimwengu Jesus can save you. Yesu anaweza Jesus kuokoa. wants you. Yesu This is the anakutaka. time Huu ni we wakati need to determine. tunahitaji We want tuamue. our loved ones also to go with us. Tunataka hata wapendwa We wetu, want our loved ones in the kingdom. tunataka wapendwa wetu As we go to the last day. tunapoingia siku za And mwisho. you never know when Jesus may come Ambaye back. hawezi jua Yesu This is the atakuja lini. time we need to make Huu sure ni wakati wa kuhakikisha every effort is done kila juhudi to imefanyika bring our loved ones in the kingdom. kuleta wapendwa wetu katika To bring our ufalme, neighbors in the kingdom. kuleta jirani zetu katika Yes, ufalme, to preach the gospel kuhubiri to every Injili creature. kwa kila kiumbe. And I dare say, Na wacha in the nikaseme, coming year, katika mwaka we are going to have unaokuja, more emphasis tutakuwa na hali ya on kutilia this and mkazo anything else. katika hili jambo kuliko And kila may jingine God help lote. us. Na ya Mungu In the atusaidie name of Jesus. katika jina la Yesu. Shall we pray? Tuombe. Oh God. Who is not born again. Na yote ambaye hajaokoka hapa, I'd like to say today, nataka kusema I'd like to siku ya leo, receive Jesus as my personal Savior. nataka kumpokea Yesu kama mwokozi Yeah, there. wako. Kama uko I'd like to pray for pale, you before we close this service. nataka tukuombee kabla ya kufunga hii ibada. You're just raise yours by your hand. We shall pray for you Ukiwa pale, wewe inua mkono wako before we chini. close our service. Do you have someone who would like to give his life to Jesus? Na yote ambaye angetaka kupatia na maisha yake kwa Yesu, You just need to put up your hand. We shall pray for you. inua mkono wako juu, utakuombea. The God who saved will save you. Yeye Mungu anasema ya kwamba atakuokoa. Thank you, Jesus. Asante Yesu, Thank you, Father. asante Baba. I said we need to close into this coming year with faith. Jema tuvuke huu mwaka mpya kwa imani. You're here. Wewe uko hapa. Maybe the past year, this year 2014, there has some inconvenience, some difficulties. Labda huu mwaka wa 2015 umekuwa na katika hali ya uzito. You're saying, Lord, I want to believe you Nasema ya kwamba Bwana, nataka nikuamini for a breakthrough in the coming year. kwa hali ya upenyo katika mwaka ambao tunaingia. We should pray a prayer Vyema tukaombe ombi in support of that desire. ya kwamba hiyo tamanio likaweze kuwa na And I mshikamano. ask there's somebody who is in that category. Ama kuna yeyote ambayo katika hiyo kitengo, I want to ask you to, wherever you are, just raise up your hand ningetaka popote ambapo ulipo ukainua mkono wako juu. and let's again pray. Na ni vyema tukaombe. I want to make a proclamation before I pray. Nataka kufanya ungamo kabla niombe. Be it done according to your faith Tendeke kulingana na imani yako. and receive that which you desire. Na
Na upokee kile ambacho unatamani. From the Lord Jesus Christ. Kutoka kwa Bwana Yesu Kristo. And I proclaim that in Jesus' name. Natangaza hayo katika jina la Yesu. Father, those hands are lifted to you, Lord. Baba, mikono hii imeinuliwa kwa. Now pray, Father, you're going to release Naomba ya kwamba utaachilia your power to work in the circumstances of your people. nguvu za kutenda katika hali za watu wako. Give them victory. Uwapatie ushindi. Give them breakthroughs in the year 2016. Uwapatie upenyo katika mwaka wa And let them 2016. glorify your name. Na wewe Bwana ukajitukuze. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. We want to pray the closing prayer, Father, in Jesus' name. Baba, katika jina la Yesu. We thank you because of your goodness. Nakushukuru kwa sababu ya Thank wema you because of wako. your word. Asante kwa sababu ya neno lako. Father, we commit ourselves to you. Na Baba, tunajikabidhi sisi And kwako. still have your way in our lives. Ukawe na nafasi katika maishani And mwetu. now dismiss us with your blessing. Na sasa ukatuachilie na baraka Keep us zako. by your grace. Ukatuweke katika neema yako. May your power be at work in our lives. Nguvu zako zikawe katika utendaji kazi May maishani you be mwetu. glorified. Na wewe We ukatukuzwe. commit every family presenting into your name, Lord, into Kila your hands, jamii Lord. ambayo imeakilishwa hapa tuiweka mikononi mwako. Every brother, every sister, Kila dada. and including their occupations and their businesses, Hata Lord. katika biashara zao na Bless pia them in maombi Jesus' yao. name. Bwana Mungu ukawabariki katika jina la Let your Yesu. favor be upon each of them, Kibali Lord. chako kikawe katika kila mmoja And wao. Lord, Na Bwana, may you be glorified wewe ukatukuzwe in and through their lives. katika maisha yao na kupitia maisha yao. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amina. We would like to ask our brother Matthew to come and lead us in the last portion. Father, bless your people, Lord. Mungu wabariki watu wako. Bless their going and coming out. Bariki hali yao ya kuondoka na kurudi. Bless their food and their water. Bariki chakula chao na maji yao. Bless the work of their hands. Bariki kazi za mikono yao. In all their traveling, Father, Wakati wanaposafiri, cover them with the blood of Jesus. awafunike kwa damu ya Yesu. And Father, Na Baba, as they call upon you, wanapokulitia jina lako, hear them from heaven, Lord, wacha Bwana Mungu kawasikie. and fulfill the longings of their hearts. Na pia Mungu katimize hali ya tamanio ya mioyo yao. Every house represented here, Lord, Kila nyumba ambayo imeakilishwa hapa Bwana, we release your blessing upon it. tunaachilia baraka zako juu And yake. in Jesus' holy name, Na katika jina takatifu la anything Yesu, against your people, kila kitu ambacho ni kinyume na watu we wako, rebuke it in Jesus' name. twaikemea katika jina la Yesu And we Kristo. say thank you, Na tunasema asante. because your favor is upon us. Maanake kibali chako kiko juu Your yetu. blessing is upon us. Baraka zako ziko juu yetu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. Let's say the grace, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you, Father.